Maajabu sana yametokea kwenye hii nchi ya Tanzania au duniani. Nataka nizungumzie kwa dakika chache sana. Tunapozungumzia huduma 5, ni huduma ambazo sisi kama timu, tupo kama timu, ni timu ya mpira. Mchungaji, hii ni timu ambayo ipo ndani ya zile huduma 5. Nabii, hii ni huduma ipo katika zile huduma 5. Mtume, hii ni huduma ambayo zipo katika huduma zile 5. Yaani zile huduma 5 tukimaanisha mtume, nabii, mchungaji, mwalimu, mwinjilisti, hizo huduma zote 5 zipo ndani ya Biblia, ambayo ni kama timu ambayo timu tunaamini katika uwanja wa mpira. Timu moja inakuwa inania kitu kimoja, inania mawazo yao ni mamoja, akili yao ni moja, fikra zao ni moja, wametarget kwenda kumfunga yule adui wa upande wa pili. Sasa kitu cha ajabu na cha kushangaza kwetu sisi wachungaji, manabii na mitume, yani tunapigana mitama sisi wenyewe kwa wenyewe. Tunatwangana mitama sisi wenyewe kwa wenyewe. Tunapigana mitama ajabu. Mchungaji anampiga mtama nabii, nabii anampiga mtama aposto anampiga mtama mwalimu, mchungaji anampiga mtama nani. Sasa tunapigana mitama sisi wenyewe kwa wenyewe. Tutashinda? Swali langu, tutashinda? Kama tunapigana mitama sisi wenyewe kwa wenyewe na tumenia kitu kimoja kwamba lazima tuende tukashinde kwenye ushindi wa timu yetu, tushinde. Maana tunapigana na ufalme wa giza na tunapigana na timu ya shetani. Tunapigana na timu ya shetani. Je, swali, tutashinda? Eti mchungaji, tunapigana sisi wenyewe kwa wenyewe. Mnabii nikisimama unanisema, aposto akisimama tunamsema. Leo Gwajima yupo kwenye wakati mgumu. Kuna wachungaji wanaunga mkono kabisa. Sasa ukiona mwenzako ananyolewa, mchungaji, nabii, mtume, uwe ni huduma zile 5. Ukiona mwenzako ananyolewa, ukiona mwenzako anashughulikiwa, jua kesho inakuhusu wewe. Ujue kesho inakuhusu wewe. Sasa unahitaji kuwa ni mtu ambaye hayataishia tu kwa Gwajima. Hayataishia tu kwa Gwajima. Leo Gwajima anafanya yuko kwenye vita, lakini unashangaa watumishi baada ya kuwa upande wa mtumishi Gwajima wanakuwa upande mwingine na kusema hapana, hivi na hivi. Je, ni sawa? Gwajima ni mwili wa Kristo. Biblia inasema, kitabu cha Efeso pale imeeleza, Efeso 4 mstari wa 11, imeeleza zile huduma. Lakini kuna kitabu cha Wakorintho wa kwanza imeeleza pale kwamba sisi ni mwili wa Kristo, ni mwili mmoja wa Kristo. Wewe mchungaji ni macho, nabii ni kichwa, sijui nani ni mikono. Basi kichwa kikisema kinajivuna chenye ni kikubwa sana, basi kinaweza basi wakati wa kuoga basi kichote maji na kijiogeshe na kijinawishe. Sio kweli, hakiwezi. Maana kitahitaji mikono midogo kama hii ichote maji, alafu ipeleke kichwani. Ikishapeleka kichwani ndio isuuze kichwa, ioshe kichwa namna hiyo. Lakini je, tunapokuwa tunapigana sisi wenyewe watumishi kwa watumishi, tunapokuwa tunapigana wachungaji kwa manabii, tunapokuwa tunapigana mitume kwa manabii, wachungaji kwa walimu, wainjilisti kwa wachungaji, tutafika? Hatutafungwa zaidi sisi? Hautafungwa zaidi wewe mtumishi? Wewe peke yako hujakamilika. Hata kama una upako kiasi gani, haujakamilika. Wewe peke yako hujakamilika. My name is Prophet Nyono, jicho la Mungu. Ninataka nikuambie hujakamilika. Watumishi wa Mungu, ninawaombea neema ya Kristo Yesu, na hii neema iwasaidie katika jina la Yesu. Amen.